Ninakubariki kwa jina la Yesu, rafiki mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Salvation Message TV. Ninakukaribisha leo tunapokwenda kujifunza habari njema ambazo zitatuunganisha, kutuweka pamoja katika miguu ya Kristo kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Leo tunakwenda kujifunza jambo moja ambalo nimekuwa nikilisikia na kuona baadhi ya watu wakisema ya kwamba Wasabato sio wa Kristo. Na naomba niongeze hivi kwamba wanasema Waadventista wa Sabato si wa Kristo. Ndicho kitu ambacho tunakwenda kukijadili leo. Kwa hiyo tutakwenda kujua kwamba Wakristo ni wakina nani na hawa Waadventista wa Sabato ni wakina nani, na Yesu mwenyewe anazungumza nini kuhusu hawa Waadventista wa Sabato ikiwa yeye mwenyewe ndiye Kristo. Tuombe kabla ya kuingia katika somo. Ninakushukuru Mungu kwa sababu unajua kufunua siri. Mtazamaji huyu anapokwenda kufuatilia video hii, fungua akili yake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwenye Yesu Kristo. Amen. Nimekuwa nikisikia katika baadhi ya mitandao ya kijamii, nikiwaona baadhi ya watu wakihubiri na kufundisha kwamba wa Sabato au Waadventista wa Sabato si wa Kristo, na wamechukua wakitoa baadhi ya hoja kutoka katika maandiko matakatifu, japo si kwa kiwango kikubwa, jambo ambalo si injili ambayo Kristo alisema. Tunapaswa kutumia maandiko matakatifu ikiwa ni njia sahihi ya kuwafikia watu na kueleza ukweli kuhusu kile ambacho Mungu anakihitaji katika maisha yetu. Kwa kile ambacho tunajifunza kila siku ni lazima tutumie maandiko matakatifu pekee, na kama kipo kitabu kingine, lakini ni lazima tukichuje kupitia maandiko matakatifu. Nje ya hapo hatuwezi kuupata ukweli ambao Kristo alikuwa ameukusudia katika ile habari njema aliyoisema kwamba itawafikia mataifa yote. Kwa hiyo baadhi ya watumishi ambao nimekuwa nikiwafuatilia, mmoja amesema wa Sabato sio wa Kristo. Jambo la kwanza naomba tuelewe hivi kwamba unaposema wa Sabato, yako makundi mengi ambayo huamini kwamba Sabato ni siku takatifu ambayo Mungu aliiweka baada ya kufanya uumbaji ili iwaeleze wanadamu kwamba yeye ndiye muumba wa mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo Sabato inakuwa kama alama, inakuwa kama ishara, inakuwa kama jambo ambalo lipo kuwakilisha kwamba Mungu alifanya uumbaji. Hivyo kupitia Sabato yako mambo mengi sana ambayo tunaweza tukajifunza. Hivyo makundi haya huamini ya kwamba Sabato ni moja kati ya siku ile ya saba ni siku ambayo Mungu aliiweka kwa ajili ya kupata pumziko. Alifanya hivyo yeye kuonyesha mfano kwamba hata wanadamu pia wanapaswa kufanya shughuli zao zote kwa muda wa siku sita, na siku ya saba wanakwenda kukutana mahali pamoja kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kufanya ibada ambayo inahusisha mambo matatu: sadaka, nyimbo na neno la Mungu, ikimaanisha kwamba ni kumimina mioyo yao mbele zake. Sasa yako makundi ambayo huamini ya kwamba Sabato ni siku ya ibada. Hata baadhi ya madhehebu ya dini ya Kiislamu huamini ya kwamba Sabato ni siku au ni siku ambayo Mungu aliweka kama sheria, ikiwa ni wakati bora wa kufanya ibada. Lakini hoja zilizotolewa na mtumishi huyu moja kwa moja zilikuwa zikienda kuwagonga Waadventista wa Sabato ya kwamba wao si wa Kristo. Sasa lazima tujue Wakristo ni wakina nani. Katika kitabu kile cha Matendo sura ya 11 na mstari wa 26, Biblia takatifu inasema hivi: hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa hiyo kwa kifupi,
wanafunzi wa Yesu wanaitwa Wakristo kwa mara ya kwanza pale Antiokia. Maana yake ni nini? Wote waliokuwa wanafunzi, wote waliokuwa wafuasi wa Kristo waliitwa Wakristo. Wakristo wale waliokuwa wakiamini kile ambacho Kristo anakifundisha, wale waliokuwa wakimfuata Kristo kwa yale aliyokuwa akifundisha. Hivyo kupitia Kristo mwenyewe walipatikana Wakristo. Hivyo waliokuwa wakimfuata Kristo ndio waliitwa kuwa Wakristo. Kwa hiyo moja kati ya tabia ambazo Wakristo wanazo ni kufuata kile ambacho Kristo Yesu alikifanya. Sasa nitakwenda kujibu baadhi ya hoja ambazo zile hoja ambazo alizitoa huyu mtumishi kutokana na kile ambacho alimekuwa akikidai kupitia Wasabato, Waadventista wa Sabato. Jambo la kwanza akasema, katika Biblia au maandiko matakatifu hakuna neno wa Sabato, na mimi nakubaliana naye kabisa kwamba hakuna neno wa Sabato, na Wakristo inapatikana katika kitabu cha Matendo sura ya 11 mstari wa 26 ambayo tumekwisha kusoma. Lakini nataka nimjulishe mtu wa Mungu kwa jina la Yesu ya kwamba Wasabato ni Wakristo halisi na ndio masalia ambao Mungu anawaandaa kuifanya dunia kuwa ya Wakristo watakao irithi ile nchi ambayo Yesu amesema anakwenda kuiandaa kwa ajili yao. Na zifuatazo ni hoja ambazo zinatoka kabisa katika maandiko matakatifu kuthibitisha ya kwamba Waadventista wa Sabato ni Wakristo halisi. Ezekieli sura ya 11 na mstari wa 20. Jambo la kwanza, haya ni maneno ya Mungu mwenyewe. Sitaki kuamini kwamba mtumishi huyu anaweza kulikataa Agano la Kale kwa kudai kwamba halina uhusiano kabisa na Injili ambayo Yesu Kristo alileta. Yesu Kristo mwenyewe alilitumia Agano la Kale katika kumjibu shetani katika lile jaribu baada ya kufunga kwa siku 40. Hili ni Agano la Kale, kitabu cha Ezekieli sura ya 11 na mstari ule wa 20. Biblia inasema ili waende katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyatenda, nao watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao. Jambo la kwanza la kuzingatia ni kwamba ili mtu aitwe kuwa mtu wa Mungu ni lazima atembee sawasawa na kile ambacho Mungu ameagiza. Wakristo wanaitwa kuwa Wakristo kwa sababu wanaenenda sawasawa na kile ambacho Kristo amekifanya, ambacho Kristo amekifundisha. Kwa hiyo kupitia mienendo, kupitia matendo, kupitia kile ambacho Yesu alikifanya na hawa wanaomfuata wakaiga kile ambacho Yesu alifanya, wanaitwa kuwa Wakristo. Kupitia sheria za Mungu ambazo zinampelekea mtu kutembea katika matendo, huyu mtu anaitwa kuwa mtu wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Tunamhitaji Roho Mtakatifu katika kujifunza, wala hatuhitaji mihemko itakayotupelekea katika hali ya kubishana na kutoshindwa kupata mwafaka wa kile ambacho neno la Mungu linakihitaji sana. Zingatia, Mungu anahitaji kutuokoa, na Mungu ana kundi moja. Mungu hana makundi mawili, isipokuwa amesema hivi, na ninao kondoo wengine walioko nje, na wakati utakapofika nitawaleta ndani. Rafiki, zingatia hili ya kwamba Mungu anahitaji kutuweka sehemu moja, imani moja, Bwana mmoja na ubatizo mmoja. Haya makundi mengine yote yametokana na mkanganyiko ambao shetani ameuleta na kulivuruga neno la Mungu kwamba watu wasiweze kulielewa. Kwa hiyo tuendelee kujifunza kwa kumtumia Roho Mtakatifu, kwa sababu maandiko haya hayakuandikwa kwa akili ya mwanadamu, yameandikwa kwa akili isiyo ya kawaida ya Roho Mtakatifu. Hivyo ili yafafanuliwe katika namna bora kabisa tunayoweza kuelewa, ni lazima tumpate Roho Mtakatifu peke yake ambaye anaweza kusaidia kufafanua. Twende taratibu. Katika amri ambazo Mungu anazitaja ili kwamba watu wawe watu wake, Sabato ni moja kati ya hizo amri. Na
Kuna kitu Yesu anakisema katika Yohana sura ya 14 na mstari ule wa 15. Biblia inasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Mtumishi katika hoja zake alitoa kwamba hatuko chini ya sheria tena na Mungu ameweka amri mpya. Nilikanganyika, nilipata shida kidogo katika maelezo yake. Kuna wakati alisema sheria zimefutwa, lakini kuna wakati akaja akasema tena Yesu aliweka sheria mpya, Yesu aliweka amri mpya, na akanukuu katika kitabu kile cha Yohana sura ya 13 na mstari ule wa 34, na andiko linasema hivi amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Na alipogusa habari ya upendo, akaona ya kwamba habari ya usizini haikutajwa, habari ya Sabato haikutajwa, waheshimu baba yako na mama yako haikutajwa, ukumbuke siku ya Sabato itakase, siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, haikutajwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hizi 10 zimefutwa na sasa imebaki amri moja ambayo ni amri ya upendo peke yake. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Tuisikilize Biblia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tupate kuelewa kile ambacho Mungu amekikusudia katika kuelewa kusudi bora kabisa linalohusu wokovu. Warumi sura ya 13 na mstari ule wa 9, maandiko matakatifu yanasema hivi, maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote, inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyi jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Ninapata shida kuona mtumishi yoyote anayedai kwamba ni Mkristo anaposema ya kwamba sheria zimefutwa, ikiwa upendo unaotajwa ndio unaoitimiza sheria yenyewe. Paulo anawaambia Warumi ya kwamba sheria zinabaki kuwa pale pale, na kupitia upendo sheria inatimilika, ya kwamba huwezi ukasema ya kwamba unampenda jirani ikiwa unamtamani mke wake, unatamani mali zake, na huwezi ukasema ya kwamba unampenda Mungu ikiwa Mungu ameagiza ya kwamba tutaonana siku ya 7 nipokee ibada yako, alafu wewe ukaenda siku ya kwanza ya juma, ukaenda siku nyingine tofauti. Na kuna wakati nikamsikia mtumishi akisema ina maana ibada za katikati ya wiki haziwezi kupokelewa. Wala Biblia haijasema hivyo, lakini Mungu ametaka tufanye nini? Mungu anaabudiwa wakati wote, ni kweli, lakini kwa habari ya utii, Mungu anataka siku ya 7 ikawe siku maalum tofauti na siku zingine, kwa sababu aliibariki na kuitakasa. Zingatia, tunazungumza habari ya kwamba Waadventista wa Sabato ni Wakristo. Yesu alishasema katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 15 ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Huyu ni Yesu Kristo, na Wakristo ni wale wanaomfuata Yesu. Yesu ana amri, na amri tumekwisha kuisoma ya kwamba tumetajiwa habari ya upendo, na Biblia inathibitisha ya kwamba upendo huitimiza sheria. Hivyo mpaka sasa Waadventista wa Sabato katika imani yao, katika kile ambacho wanajifunza, tayari wana pointi nyingi sana katika kuwa Wakristo kuliko namna ambavyo watu wengine wanaweza kufikiri. Mtumishi akasema mtu huyu ambaye alikuwa akijaribu kutaka kuelewa ya kwamba Biblia haijataja kabisa ya kwamba siku ya Sabato ni siku ya kufanya ibada. Nafikiri ni nguvu ndogo ya kusoma maandiko matakatifu, na Bwana akujaze hata wewe mwingine ambaye unatazama video hii kwa wakati huu, kwamba usome maandiko na Roho Mtakatifu aliye Mungu wa kweli, Mungu wa haki, mhukumu,
anayejua kuibembeleza mioyo akufunulie kilicho bora ili Bwana akuokoe. Kitabu cha Isaya 66 na mstari wa 23, fungu rahisi kabisa, anasema na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Na hii inazungumzwa katika kipindi ambacho watakatifu wa Mungu waliobarikiwa kuzishika na kuzitii amri za Mungu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya neema, watakapopata nafasi ya kuishi katika makao matakatifu, wataendelea kuitunza sabato. Ninakualika ndugu mtazamaji, uendelee kufuatana nami ili kuelewa ya kwamba hata Kristo mwenyewe aliwaamrisha Wakristo kuitunza sabato. Warumi sura ya 7 na mstari ule wa 7 inatoa maelezo kuhusu andiko la Wakolosai sura ya 2 na mstari ule wa 14, ambapo inadaiwa kwamba sheria za Mungu zilifutwa pale msalabani. Na Warumi 7:7 Biblia inasema hivi: tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha! Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingalisema usitamani. Kwa kumbe sheria ya Mungu ni kama kioo kutuonyesha dhambi na ubaya wake. Alafu hiyo neema ambayo wengi wanajivunia kwayo pasipo kujua ina kazi gani, inatufunika, kwa sababu hatuwezi kuenenda sawasawa na sheria ya Mungu katika miili hii na akili hizi ambazo tayari zimeshaathirika na kuchakaa kwa dhambi. Kwa hiyo sheria kazi yake ni kutuonyesha dhambi na ubaya wake, alafu neema inakuja kutufunika kwamba Kristo alishakufa msalabani kwa ajili yetu. Roho Mtakatifu anakuja kututia nguvu katika kutembea sawasawa na mapenzi ya Kristo yaliyo katika sheria yake takatifu. Wakristo wanapaswa kuzishika sheria za Mungu ikiwemo sabato. Ufunuo sura ya 14 na mstari ule wa 12, Biblia inasema hivi: hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Amri za Mungu na imani ya Yesu. Watakatifu wanatajwa hapa. Nitakuuliza rafiki, je, Wakristo ni watakatifu wa Mungu? Kama ni ndio, basi naomba nikuhakikishia kwamba Waadventista wa Sabato ni watakatifu wa Mungu ambao tayari kwa imani yao Bwana anawabidisha kuhubiri na kutembea sawasawa na kile ambacho anakihitaji kupitia sheria zake takatifu. Kwa kifupi, Waadventista wa Sabato ni Wakristo halisi ambao Mungu amewachagua katika ulimwengu huu. Dunia inapaswa kulitambua hili. Imani tunayohitaja ya kuwa na Ukristo, zingatia, Kristo ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo imani hii ya Ukristo ambayo ndani yake haina sheria za Mungu ni ubatili, ni uhuni, ni kejeli kwa maandiko matakatifu ambayo Mungu aliyaleta kwetu kuyafanya kuwa baraka kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Lakini imani ya Ukristo inayoambatana na utii wa sheria za Mungu ni baraka kwetu, na huo ndio utakatifu. Mungu akubariki sana. Elewa hivi kwamba Waadventista wa Sabato ni Wakristo halisi wanaomsubiri Kristo kwa kutii na kufuata sheria za Mungu. Anayefanya kinyume na hiki, hata kama anajiita kuwa Mwadventista msabato, lakini anayefanya kinyume na maandiko matakatifu na sheria takatifu za Mungu si Mwadventista msabato halisi ambaye anaweza kuitwa Mkristo. Mungu akubariki. Karibu tena katika kipindi kinachofuata. Mungu akubariki sana. Asante.